mechi yenyewe inawezekana kwamba baada ya mechi iliyopita katika kundi hili inawezekana kwamba ndio wababe katika kundi, ukiachana pia na rekodi tamu ya Scotland, kuna hali fulani ambayo inazidi kuchochea kundi hili. Galilisa Muro. Yes, nafikiri ukitazama kwenye renki za ubora wa hizi timu 4 kwenye kundi C, utaona timu zilizotoka kumaliza mchezo uliopita ndio timu ambazo ziko kwenye renki ya juu zaidi. Brazil pamoja na Morocco wote wako top 10. Kumbuka Morocco anashika nafasi ya 8, Brazil nafasi ya 5. Lakini utazungumza Scotland ambao wako nafasi ya 42, ni miongoni mwa mataifa ambayo yamepush sana kwa nyakati za hivi karibuni. Chini ya Steve Clark amewafanikisha kufuzu Euro, amefanikisha kufuzu kombe la dunia. Anatazama miongoni mwa makocha bora wa kizazi chake ama wa vizazi tofauti vilivyowahi kupita kwa Scotland. Akiingia kwenye mjadala kwamba kitendo cha kuwafanya wafuzu kuja kwenye World Cup hii baada ya miaka takribani 28, anatazamiwa kuwa ni miongoni mwa makocha wa heshima pamoja na kina Sir Alex Ferguson, kina David Moyes na kadhalika. Lakini kwa Haiti ambayo inarejea baada ya takribani miaka 52, historia yao wao na DRC zinafanana. Wote kombe la dunia la 74 walishiriki Ujerumani magharibi kabisa, na unaweza ukaona wanarejea tena leo baada ya miaka 52, zaidi ya nusu karne. Kwa hiyo ukitazama sasa kwenye level za ubora, unaweza ukaona Scotland, kwangu mimi naona ndio timu ambayo inaweza ikaingia katikati ya hawa wawili ambao wametoka kucheza mechi yao, Brazil na Morocco, na wakatoa ushindani. Scotland anaweza akasimama dhidi ya Brazil ukaiona game, anaweza akasimama dhidi ya Morocco akawapa game. Lakini kwa sababu Haiti ni surprise na chini ya kocha wao Sebastien Minye, mara nyingi huwa tunategemea kuona kitu cha ziada sana kwao. Ni culture ya football yao. Wamekuja kwenye michuano hii baada ya miaka 52 kwa ajili ya nini? Wanakuja kwa ajili ya kuweka rekodi mpya kwa sababu waliishia group stage, maybe wanaenda kwenye knockout, ama wanakuja kama sehemu ya kusema twendeni tuka experience hali ilivyo, then 2030 tena tutakuja kwenye level nyingine. Lakini kwa kundi lilivyo, Haiti unamuona kila anayemtazama anamuona ni kama jitu fulani kubwa mbele yake, ambapo kama atapata pointi hata moja ama mbili kwenye kundi, unaweza ukasema ni miongoni mwa mafanikio katika safari yao hii ya World Cup ambayo wameingia baada ya nusu karne.